Kwamba mtu anaweza vipi kuuza bila kuwa muuzaji wa kulazimisha. Unajua uuzaji wa kulazimisha watu wanafikiria labda njoo nunue, ni ile wateja jamani neno changieni, nimefiwa, wateja jamani ninunueni mimi, jamani nunueni. Ukitafuta huruma watu wakununulia kwa sababu jamani naoneni huruma, utalia. Unaonaga wale wadada ambao wanakuaga social media wanalia, jamani biashara ngumu online, jamani biashara ngumu online, wanalia online. Mimi niko hapa kwenye social media, badala ya kuja kucomment neno kozi hapo chini, wapate kozi yangu wajifunze namna ya kuuza, wala huko social media wanalia. Kwa sababu gani? Wanafikiria ukilia, ukijiliza, ukitoa machozi ndio unauza. Ni kweli anaweza kama anafanya kitu kwa ajili ya kupata attention, na attention ndio the most valuable asset kwenye social media. So attention ni nzuri, lakini attention sio haina muendelezo. Yaani ukilia leo unaweza kukuonea huruma, kisha tena ukilia asema sasa huyu analia. Kwa hiyo inabidi uwe na muendelezo mwingine tena wa kutafuta attention. Sasa maisha yako yote yatakuwa yanatafuta attention. Kwa nini usitengeneze tu system ambayo inaweza kukuletea wateja kila siku bila kulia, bila kufanya vipwende? Kwa maana nini? Jenga personal brand. Na kujenga personal brand, hauwezi kujenga personal brand bila kuchukua kozi yangu. Comment neno kozi hapo chini. Nitakutumia kozi hii yangu ambayo nimefundisha vizuri kuhusiana na namna gani kutengeneza personal brand. Inakusaidia kutoka kuwa mtu anayelialia na kulazimisha watu kununua kufikia stage ya kuuza, kuwa na muendelezo wa mauzo. Kuuza kwa kulazimisha sio kwamba mpaka kuseme nunueni. Huyo mtu anayesema nunueni anaweza kana alazimisha. Yaani utofautisha kati ya nunueni na mtu anayesema jamani nisaidieni, jamani maisha yangu magumu nunueni. Huyu anayelia ndo anafanya kulazimishia watu wanunue. Kwa sababu ukideliver kitu value, sio kuwa tuna product nzuri, ukijua namna gani ya kuweza kudeliver kwa watu kwa maana ya marketing na sales, hapo unakuwa umeuza vizuri.